Mfalme mkuu, ninakutukuza, ninakuinua, mwenye nguvu zote ni wewe Kristo. Umeinuliwa Baba yangu, umeinuliwa mwenye nguvu, mwenye uweza, tunakuabudu. Naomba utakaze anga ya kila mmoja wetu pamoja nami, na utakaze anga ya wakati huu wa neno Mfalme. Yesu mwana wa Mungu, naomba la limeteki the stage napoingia kusoma, kufunza, kuhubiri kupitia kwa maandiko. Yesu, ninaomba ukanitangulie, neema yako ikawe juu ya kila mmoja wetu. Roho Mtakatifu wa Mungu, ninakualika unene nami. Naomba presence yako Kristo iwe pamoja nasi, na maana Roho Mtakatifu ndiye mwalimu msaidizi. Ninaomba akashuke juu ya kila mmoja wetu, akachukue nafasi, atufunze na tufunulie aliyosiri. Naomba ufunuo kutoka kwako Yesu, naomba maarifa kutoka kwako Yesu. Naomba Roho Mtakatifu wa Mungu nipe hekima kutoka kwako na ufunuo kutoka kwako, ili yale yote nitanena siku ya leo iwe tu imetoka kwako na iwe ni mapenzi yako. Ninaomba uwe pamoja nasi, utusaidie kutulia, utusaidie kuelewa na kutenda neno. Tukomboe kupitia kwa neno lako, nikomboe kupitia kwa neno lako Yesu. Na kuomba mwana wa Mungu, katumwagie mafuta mapya, nimwagie mafuta mapya. Ninene tu yale unaweka kwa ulimi wangu, kwa spirit yangu, kwa masikio yangu, ninene tu kulingana na mapenzi yako Yesu. Naomba neema ya wakati huu ya kuserve, neema ya kuhubiri, neema mpya kutoka juu mbinguni. Naomba ufunuo mpya kutoka juu mbinguni kuwa pamoja nasi, tusaidie kutulia. Tunaomba mwana wa Mungu, kwa sababu wengi wetu hapa they are very busy, utusaidie kuwa alert for those 45 to 1 hour, maana wewe ni Mungu wetu, na ni katika jina kuu Yesu Kristo sisi sote tuseme amen. Mara tena tuseme amen. Tuketi. Ninawahubiria nikiwa nimeokoka. Kristo amelinda moyo wangu, niko na furaha nikinena neno la siku ya leo. Sio ingine, ni ile tumekuwa nayo tangu mwaka uanze, believing God upon great things, kuamini Mungu juu ya matendo makuu, juu ya mambo makuu. Na siku ya leo basi tunaona maandiko ya Samueli wa kwanza 18:6-16, 18:20-30. Sitaweza kusoma yote, nitamalizia tu na kutanja Matthew 15:13. Ninawakaribisha nyinyi nyote katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja wetu asikie akiwa huru katika nyumba la Baba. I always say, na ninapenda kusema that you are not here by mistake. Ninajua kuna kile wewe na mimi tumewekewa na Mungu. Kwa hivyo tujitayarishe hivyo, tukijiuliza na tukikaa tukijikumbusha kwamba what is believe, what is believe, na kifupi keti believe ni nini. Hiyo jambo yenye tunasema believing God ni nini, maana tunajua Mungu. It is mental acceptance. Weka tumbaka hapo. Hiyo ingine ni mambo ya kufanya mawazo yako na yangu, mimi nifanye yangu na yako tukumbali. We with the message neguo. Kama nimeanza na kusema things are already better, wewe ndiye una convince mawazo yako kweli. Hata yale nilikuwa naambiwa asubuhi kweli, hata ya asubuhi it is already better. Sasa ni kutengeneza mawazo. Hata ikiwa uoni njia, ni hapo kwa mawazo. Kila jambo iko kwa mawazo. Utajiri uko kwa mawazo, umaskini uko kwa mawazo. Wewe sasa is upon you. Bali ningependa sisi sote tuende pamoja, tutengeneze mawazo, tuamini kwamba ni wakati wetu wa kuamini Mungu ili tuweze kutenda makuu. Usipofanya hivyo, usipokubali kwa mawazo yako, ninakwambia ungonje, kwingine ni kule utames pale na pale, alafu hautatenda makuu. Na kwa hivyo, kwa sababu kunao wachache labda hawajui kenye tunastahili kufanya, process zake, ama ni kwa nini hatufanyi makuu. Na hata ikiwa tumeamini Mungu, ni kwa nini tutafunzwa na wafalme wawili wenye wako hapa. Ningependa tuende moja kwa moja ili tuwaone, tuweze kupata ufunuo kutoka juu mbinguni. 1 Samuel 18:6-16 na 11. 1 Samueli wa kwanza 18:18 16 to 16.
6 to 16. 6 hadi 16. Hata ikawa walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda. Nao wale wanawake wakaitikiana wakicheza wakisema, Sauli amewaua 1000 zake na Daudi 10,000. Basi Sauli akaghadhabika sana na maneno haya yakamchukiza. Akasema, wamempa Daudi makundi 1000 na mimi wamenipa 1000 tu. Kama kuna nini tena awezayo kupata isipokuwa ni ufalme? Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Ikawa siku ya pili yake, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu, naye akatabiri ndani ya nyumba. Basi Daudi alikuwa akipiga kinumbi kwa mkono wake kama siku zote, naye Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Mara Sauli akautupa ule mkuki, maana alisema, nitampiga Daudi hata ukutani. Daudi akaepa, akatoka mbele yake mara ya pili. Sauli akamwogopa Daudi kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye, ila amemuacha Sauli. Kwa ajili ya hayo Sauli akamwondosha kwake, akamfanya awe akida wake juu ya askari 1000, naye akatoka na kuingia mbele ya watu. Naye Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Sauli alipoona ya kwamba alitenda kwa busara sana, yeye alimwogopa. Lakini Israeli wote na Yuda wakampenda Daudi, kwa kuwa alitoka na kuingia mbele yao. Tutafikisha hapo. Ninajua wengi wetu tunafahamu haya maandiko, na kwa hivyo sitaweza kusoma na Kikuyu. Nitasema tu, nitaelezea, kisha tutasikia yale Jehova ameweka ndani yangu. Hawa tunasoma juu yao ni wafalme wawili. Kuna huyu mfalme anaitwa Saul, huyu mwingine naye ni Daudi. Mmoja alikuwa tayari amekalia kiti na kuanza kuongoza, na ndiye Saul. Lakini huyu mwingine hapa kwa hii text alikuwa tu vile tu alikuwa amemwagiwa mafuta na kuambiwa kwamba ataongoza wana wa Israeli, ama atakuwa mfalme huko kwa wana wa Israeli. So na kifupi, wote wawili, isipokuwa ni mmoja alikuwa ameanza kufanya kazi, huyu mwingine hakuwa ameanza kufanya kazi, wote wawili walikuwa wafalme. Ningependa kusema nini nikianzia pale? Ya kwamba wote wawili walimwagiwa mafuta. Tuanze pale sasa. Wote wawili walikuwa na title moja, isipokuwa ni vile mmoja alikuwa kwa ofisi, huyo mwingine hakuwa ameingia kwa ofisi. Isipokuwa ni vile mmoja alikuwa ameanza kuongoza, huyo mwingine hakuwa ameanza kuongoza. Ninataka tusikilie pale. Wote wawili walikuwa wamemwagiwa nini? Mafuta. Mafuta yenyewe ilikuwa ni ya kuongoza. Yenye nitaongelelea leo ni mambo na nyota. Nasema kwa wafalme hao wawili, nyota yao ilikuwa hapana, nyota yao ilikuwa kuongoza, rinda, sipo kiongozi, nasema kiongozi, sipo. Kila mmoja wao alikuwa na kuongoza ndani yake.
alikuwa wa kuongoza. Hiyo ndiyo tunaita nyota, ni kile ambacho tunaona ndani yako. So ninasema nini? Ya kwamba isipokuwa ni vile sasa Daudi hakuwa ameanza kufanya kazi, lakini hata ndani yake alikuwa anajua, mimi ni kiongozi, mimi ni mfalme, mimi nitaongoza wana wa Israeli na wale wengine. Lakini huyu mwingine yule alikuwa amekalia kiti na kuanza kufanya kazi. So nianze na wa kwanza. Wakati Saul alikalia kiti, kumbuka wote wawili walimwagiwa mafuta na nabii Samueli, wote wawili. So wakati alikalia kiti, hata yeye alikuwa amemwagiwa mafuta na nabii Samueli, na akaanza kufanya kazi kama mfalme, akaanza kuongoza wana wa Israeli kama mfalme. Na kila wakati si zote pamoja nami tunapopewa kitu na Jehova, ama nyota zetu sikifika to a certain level, Mungu anatuachilia tuende kwa field, ianze kufanya kazi. So tunaona ya Saul ndiyo ilitangulia, na hata kimiaka, by the way, yeye ndiye alikuwa mzee. Daudi naye alikuwa young, alikuwa kijana. Tunaona nini? Ya kwamba wakati Saul alitangulia na akaonekana akona nyota ya kuongoza, akona star ya kuongoza, alipitishiwa kwa some test. Ningependa tuelewe, maana wengi hapa tuna nyota, na nilikuwa ninashindwa sasa hii kushikanisha itakuwa vyenye iko kupitia kwa uwezo wa Mungu, maana nitahudumia watu wachache kati yetu. Utaona tu wakirudi back to their position, wengine watajua nilikosea wapi, na mwishowe sisi sote tutajijua siku ya leo, maana watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. So maarifa yenye niko nayo na ufunuo ni ati kwamba Saul mwenyewe alianza kuongoza, nyota yake ikaonekana ikisaini sana, na aliongoza wana wa Israeli pale mwanzo vizuri. Kumbuka wakati alimwagiwa mafuta, roho wa Mungu, roho safi wa Mungu aliingia ndani yake, akaanza kuongoza. Lakini alipitishiwa kwa some test, mitihani. Na kwa wengi wetu, kulingana na level yako yoyote ile, unapoonekana uko na nyota na uingie kwa certain level, unaingizwa kwa mitihani fulani. Yenye ilikuwa ni ya Saul ilikuwa ni obedient. Yes, soma vizuri uone. Alipitishiwa kwa mtihani yenye naitwa kuadhika. Hiyo ndio ilikuwa ni yake, kuadhika tu peke yake, kuadhika peke yake. Maana tunaposoma hata kitabu ya Judges utaona wafalme wote hawa kwa kitabu ya Judges tulisikia ya kwamba ya muhimu sana kwa kitabu hiyo, ya kwamba yeyote angetii Mungu, Mungu alikuwa anamfanya aprosper, angalia atomaga athereme. So ili aweze kuendelea, ni sawa alimwagiwa mafuta na akaamini sasa nitaongoza. He was also young. Akaamini venye tunaongea mambo na kuamini mambo na Koliniko inasema tuamini Mungu wetu na tutakuwa established, tuamini maneno ya manabii then to prosper. Hivyo ndivyo aliamini kwamba ni manabii amenimwagia mafuta na ametumwa na Mungu, ninajua nitaweza kuongoza. So akaamini na akaamini. Maana tunasoma mambo na kuamini Mungu ili tutende mambo makuu, tutaona ni nini walitenda, ni nini kilitendeka ndani yao, ni nini ilifuata. So akatokea na hiyo ngia ya kuamini, nimemwagiwa na ni Jehova amenena, kwa hivyo mimi ni kiongozi. Akaletewa mtihani. Mtihani huwa inaletwa kwa kile wewe umenjua na kile unanjua. Si ate itatoka na huko nje, uliza keti ni mwalimu, utasikia ate akiwafunza. Akimaliza kuwafunza analetewa nini? Analetea watoto. Lengo ni aende mbele, aende kwa level hiyo nyingine. So Saul, maana also Saul, he was young, aliletewa mtihani ya kwanza kabisa ilikuwa ni ya kungojea Samueli. Akangojea Samueli, akakaa kule, maandui wanaendelea kuingia, maandui wanaendelea na kumtisa, maandui ndiye hawa kansela. Akaogopa mpaka the last minute akakosea, akafanya kazi ya
makuhani. Haya, hiyo si ameanguka? Yes, alikuwa ngojea Samueli anje afanye hiyo kazi ili wasikie tukienda kupigana tutakuwa washindi ama tutakuwa washindi. Ukumbuke hapa, hata ikiwa wewe ni sunja, hata ikiwa uko na nyota, kunaye anatupe mitihani ili nyota zetu siendelee na kusaini. Kwa hivyo ilikuwa ni ya kwanza. Ya pili utasoma tu kwa hii chapter 15 kwa hii kitabu pia, kwamba ingine naye ikagonga. Ya kwanza akaanguka, akaambiwa sasa nataka ufamie Amalekites na usipakishe kitu hata kimoja. Akapewa senye za kupakisha, umalize wote. Tunaona huyu naye ni nani? Akapakisha. Alipakisha nini? Na njia nyingine kuna kile alipakisha. Hapo mtihani ameanguka. Sasa kwa hizi hatua mbili, mimi sijui kwa nini Mungu alienda kwa haraka hivyo. Sielewi by the way. Kwa ya kwanza akaanguka, akashindwa, alishindwa na kungonjea Samueli. Ya pili disobedient ndio hii. Kumbe kuna mtihani ya kungonjea. Kuna mtihani ya kungonjea. Jambo fulani uingonjee hata ikiwa ni miaka, kumbe kuna mtihani. Yes, na mimi nasema ndio yes. Yes, yake alipitishiwa pale. Ya pili akagongwa nayo hiyo pepa. Malisa yote. Huyu akaona the kondoo wale wafarume wawili, hapana, hawa wacha tuwaspe. Ni nani? Mungu ni nani? Akileta mitihani, yeye anatarajia kuona ukitii. Si ate unampema sababu, hapana. Akaletewa na akabakisha kenye walipakisha. After that aka pretend na Samueli akaingia tena kumaka the mtihani. Manabii ndio wanafanyanga hivyo, kumaki mitihani. Akamuraki na uongo na unjanja, akimwambia nimefanya kazi yangu yote perfectly. Akamuliza na kwa masikio yangu ni nini hiyo ninasikia? Akapeana visababu zake. Chapter 15 ndio naongea juu yake. Bado hatunjagusa nani? Bado hatujafikia kwa nani? Kwa Daudi. Daudi akona kule kwa kichaka very ndate na huko na kondoo. Bado hajafikiwa bado. Basi tunasikia mpaka Mungu akiwa juu mbinguni akasikia no, enough is enough. Huyu hata nikimletea tatu atafanya the same. So afadhali tumuondoe Yes, kwa hivyo nyota yake ikawekwa pending. Sijui kama kuna mtu anaelewa kenye nasema. Nyota ya kuongoza iko, lakini imeanza sasa kuyumba. Kwa mwenye alipeana na kaidhio rais iendelee, amesema no. Hivyo Mungu alisema no. Ndiye huyu akaona akarundi kwa sasa, akaenda kwa nyota ingine. Maana nyota ni mingi. Nyota zinakuwa na watu namwambia. Basi akaenda kwa mwingine, akaenda bako kwa nyumba ya Yesi, ana Kiswahili ni Jesse whatever. Akaenda mpaka huko, akatuma Samueli tena. Achoki na ikumbiri yangai. Ditiko wewe mti. Usifikiri ati utakosa kufanya kwa sababu labda kuna mwingine. Ukifail anaenda kwa next. Kwa hivyo ninasema nini? Ya kwamba alienda kwa Yesi na akachagua hao vijana wote, the 8 of them. Na kale kandogo ka mwisho tunaona wakati alianza kuchagua wale wa kutangulia kule juu, the elder one. Tunaona ya kwamba alikuwa anaangalia size, anaangalia venye ako anaweza kupigana, lakini Mungu akasema angalia hiyo mambo yote, anaangalia moyo. Unaona kenye kingine kinapimwa na kenye kinaangaliwa ni moyo. So nasema ni moyo. Kumbuka hata Saul, moyo uliangalia. Kwa hivyo moyo si iko sawa, lakini si ate kitu ya kukufanya uendelee. Though pia ni ya maana. Kwa hivyo moyo wa Daudi kapatikana, ndio huyu ako sawa na ndio kiongozi, hata ikiwa alikuwa na huko kwa mbuzi ananuka, ako kwa kichaka. Akachaguliwa, akamwagiwa mafuta. Kumbuka ya soro wako, lakini huyu mwingine amemwagiwa nini? Mafuta. Tuwaone both of them. Wote wako na mafuta.
Nasema wote wamemwagiwa mafuta, wote wako in the same office. Nikaanza kuona mambo na mafuta in different levels. Yes, nikaiangalia kiundani yenye sitaingia sana. Mungu atakusaidia uelewe kenye ninaona. Basi tunaona nini? Huyu Daudi akaendelea na kufanya kazi yake ya kuchunga kondoo ya babake, lakini akona nini? Mafuta. Hivyo tu mafuta ilimwagiliwa Daudi. Tunaona ya kwamba, ukumbuke wakati Saul alidisobey ya mwisho, roho wa Mungu alitoka ndani yake, akaingiwa na roho baya, evil spirit. Disobedient ndivyo inafanya. Kwaga kwathika, ongera nukurakaragia roho mutheru wa Ngai. Unaweza kukasisha Roho Mtakatifu wa Mungu ikiwa utaendelea kuwa disobedient. Na aondoke. Akiondoka, of course, ule mwingine atatuma, atakuwa nani? Evil spirit. Evil spirit. Hapo kusiku mwagiwa ni anatoka, mwingine anaingia. Huyo mzuri anatoka, mwingine mbaya anaingia. Ni kumaanisha, ukiona tumefika pale sasa, ni kumaanisha wengi wetu wenye tuko hapa, majority of us, labda in one way or the other, Roho Mtakatifu wa Mungu alitoka. Tuko na roho nini? Nasema si nyinyi. Nasema lakini inawezekana. Ukijipima utanjua how many times umeanguka mtihani yeyote ile sasa. Maana si lazima uletewe kama hii ya hawa viongozi. Labda yako ilikuwa ya imani, labda yako ilikuwa ya kitu kingine, labda yako ilikuwa ni ya kutunza mume ama mtoto, labda yako ni ya kuwa faithful. Hizo tumitiani tundogo yenye tunaletewa ili tupelekwe another level ni ya muhimu sana. Na itadetermine kama utaendelea kundumisha Kenya ulipokea ama kitasimama. Tunaona nini? Mafuta ya watu wawili. Mmoja olende imeanza imechafuka. Mafuta ya Saul ikawa imechafuka. Ya huyu kijana mwingine mdogo ni fresh. Very fresh, very clean. Basi wote wawili sasa ni viongozi. Na ninarudia nikisema ya kwamba siku moja nasema roho mbaya akaingia ndani ya Saul. Mpaka viongozi wakaanza kuona karagurukire. Lazima tuangalie sasa. Ukiona mumekaa na mtu na anaanza kufanya tu vitu zenye hakuwa anafanya mbeleni. Haya, halo. Jina la Yesu lipewe sifa. Huyu mtu mnaanza kusema amechange. Na Kikuyu tukauga nani kara senji ati hii. Mbona venye alikuwa naongea si venye alikuwa mwezi wa pili, mwezi wa tatu, naona change kubwa. Ukifikiri ati ni wachawi na huko. Hapana. Msunguze. Test senye aliletewa, alipita ama hakupita. Tunamsunguza sasa. Mitihani yenye aliletewa na Mungu wakati alipokea hiyo nyota katika safari yake na kuifanyisha kazi, akaletewa mitihani, alipita ama hakupita. Ya Saul hakupita. Kwa hivyo roho wa Mungu mwenye anatusaidia akitoka ndani yetu tupatwe na evil spirit, tutamanifest hivyo. Tutaonyesha hivyo. Kwa hivyo akaonekana mfalme akona tutabia tuingine sio kama venye alikuwa. Hapana, anaketi chini kwa tembrumu akiwa ameshika nini? Mkuki kila wakati. Ni kama anatafuta mtu wa kuua. Huyu mtu ni ule ukiamka asubuhi na alikuwa anaongea vizuri, anafura. Jina la Yesu. Nitokoma. Jina la Yesu. Lazima tuwaexamine leo. Lazima tuangalie ni kwa nini change all of a sudden. Uniambia tu wanawake wanakuanga na mundi ya nini? Kwa mimi si mwanamke. Jina la Yesu lipewe sifa. Ati sometimes wase wana change nini? Nitokoma. Neto evil spirit tukologa tuambilia kuingira. Evil spirit sikianza kuingia na mwambia tutaona. Na ndio maana tutaanza kuona changes. Yes, mtu ambaye alikuwa anapenda Mungu zaidi, utaanza kusikia kinjiunga na wale wengine anaongea mambaya ya Mungu. Ama mambaya ya mchungaji. Netokoma. Nikoterevo. Jina la Yesu lipewe sifa. So tutaanza kuangalia tokoma.
tukoma tukiwa very fresh, lazima tutugaunge mapema. Maana tukiwaachilia waendelee, labda kuna kitu wataharibu kwa hiyo nyumba, kwa hiyo kazi. So tumeanza kuwaelewa leo, ni kweli. Tumeanza kuwaelewa. Tumeanza kumbe netokoma. Jina la Yesu lipewe sifa. Unaona mumelala na mtu vizuri, akuamka asubuhi hataki kukuongelezea. Hao. Ni nini hii? Hata wewe unamfanyia mahesabu, kwa nini nilimfanyia? Unasumbuka Unasumbuka, unamwita Kamau. Hata hakuna kufungua mdomo. Yes, teto kwa matu selile. Maana kuna kamutiani labda alianguka mpaka mahali wamepelekana na Mungu, sasa ameona toka wewe tindo kidheni ya mundu. Jina la Yesu lipewe sifa. So akafika to that level ya kuguruka kuwa mwendo wazimu, anafanya vituko hata wewe uwezi ukamwelewa. So akafika to that level. Na kumbuka pia hata akiwa na hizo crazy things, yeye tu nyota ingali iko, ni venye inaonekana sasa inayumba. Si ule Saul, kuna kakasoro, kuna ka changes, kuna change yenye ninaona ndani yake. Kwa hivyo tunaona nini? Ikafika wakati sasa Saul akawa hata saa zingine anakaa ni kama mwenda wa simu, ananiongelezea peke yake. Sometimes anakata kukula chakula, anatusi watu, sio kama venye alikuwa. So the leaders wakaona huyu mtu hayuko peke yake. Wakamwambia tunaonelea vyema tukutafutie mtu wa kinanda. Sijui kama kuna Ndongo, kuna Ruben na kuna kaka Nicholas. Kama sijui kama wakati huu wetu kama wanaweza kunyamasisha hizo. Utasema alafu nikuulize challenge kama hiyo ikinja na utatestiwa nayo, unaitako na njia gani? Ya wimbo ama mdomo? Atanguka tu saa hii. Jina la Yesu lipewe sifa. Okay. Hiyo ilikuwa pattern ya nani? Ya Saul. Kila mtu anapewa pattern yake. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo tunaona ilikuwa kachallenge kandogo. Nilikuwa nataka kuwakoroga the three of them, nione kama kunaye anaweza kucheza tu peke yake. Things are only better. Hata sitoe sauti, mapepo hapa ianze kutoka. Simufike kwa hiyo level. Jina la Yesu lipewe sifa. Si kucheza tu maana uko na experience, ni kucheza vindole zako sinakuwa na upako, sinakuwa na nguvu ya kumaliza nguvu za giza. Jina la Yesu lipewe sifa. Naomba the three of them wafike kwa hiyo level. Pokeeni hiyo neema. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Kwa hivyo wakasema huyu sasa, isipokuwa tutafute mtu wa kinanda. Ni mtu wa kinanda. Mtu ambaye anacheza tu kucheza peke yake, mapepo yanaondoka. Hata hivyo walimwagiwa mafuta. Kumbe nyota itaanza kuonekana. Somebody you need the oil. Unahitaji upako, unahitaji mafuta. Wewe nyota yako imefunikwa sana. Ningependa siku ya leo utamani mafuta. Jina la Yesu lipewe sifa. Kumbe nyota sometimes, si kila wakati, sinaonekana kwa sababu tumemwagiwa mafuta. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo nyota ambazo zimefunikwa siko kwa kichaka, siku ya leo naomba wenye wako na nyota kama hizo na wako kule madhineka niliyokuni asiali, ni nyota zenye zimefunikwa na wazazi, marafiki zetu, siko huko kwa kichaka, siko na uchavu. Leo mtamani kupokea mafuta na mtasaine. Jina la Yesu lipewe sifa. Mama seke. Hivyo ndivyo Jehova anasema siku ya leo. Mimi nilipata ufunuo. Nasema hiyo ni ufunuo, hata ukisoma hapo hautaona kitu. Nikienye na peyango na Roho Mtakatifu wa Mungu. Nyota nyingi sana hapa zimefunikwa. Nyota nyingi sana ziliwekwa mbali na wazazi. Mimi niliona ni wazazi. Embu angalia, huyu ni the last born. Sioni kama alisoma hata ya masomo. Ni akapewa kazi nyingine na huko. Unaona huyu kijana, tumwangalie huyu kijana, nafikiri isipokuwa ni mafuta alikuwa na rejection.
Yes, alikuwa na rejection. Ona anakaa kwa kichaka au wengine wakiwa kwa vita. Ni kumaanisha hata baba yake alikuwa amesema, "Oyo nonge botambara, oyo ni adhie." Lakini anapewa kazi nyingine huko ya kumfanya kae na huko. Wengi wenye wako hivyo siku ya leo, tukitamani mafuta tutapokea na nyota zetu tizasaine. Jina la Yesu lipewe sifa. Ni kwa nini ninasema hivyo? Maana wakati alimwagiwa mafuta ilimtoa kwa kichaka. Pigi ya Yesu sangwe. Kuna mtu anatolewa mbali siku ya leo. Rimama mayando. Ninaomba, ninajua, ningependa uelewe. Hiyo ndio neema nimepepa leo. Sijui kama kuna mtu anahitaji apokee hiyo neema. Pokea mafuta. Yenye itakutoa mavumbini, yenye itakutoa mahali walikuweka, uanze kusaine, uanze kumuvu, uanze kutambulikana. Pokea hiyo neema. We need the oil. Rimama yando. We need the anointing. Hivyo ndivyo Jehova anasema siku ya leo. I also need the oil. Hallelujah. Jina la Yesu lipewe sifa. Hata mimi natamani. Nasema hata mimi natamani, maana sitaki kukaa mwea. Mmenifunika mwea sana. Hata mimi nataka sasa ya kutoka mwea. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Rububu yanta. Nasema hivyo ndivyo Jehova atafanya siku ya leo. Ninaongea mimi kenye nasikia kikikuwa kwa my spirit yangu. Hii ni maandiko na nibiema ni ilikuwa ya Daudi, wewe si Daudi. Wacha tuilete kwetu. Jina la Yesu lipewe sifa. Inatuongoza lakini ilete kwako. Jiite mkutano. Kumbe kanda hadikiriwe. Ndiyo maana hata kuna wakati nilikuwa naanzisha kitu kana pig. Mbona wakati huu no? Nirudi kwa Saul na mjua umejiita mkutano. Nirudi kwa Saul na Daudi. Mafuta ikaanza kufanya nyota ya kuongoza ionekane. Wakati akuwa amemwagiwa mafuta, alikuwa na katu kwa kichaka. Anakimbisana huko na simba, ananuka kama kondoo. Umewahi kaa karibu na kondoo ama nguruwe, usikie venye hata ukienda kusafisha venye mtu ananuka? Gile rai. Inakuwa hivyo. Jina la Yesu lipewe sifa. Unajua mimi nakuwa na zote. So ninaelewa, nimewahi kuwa na zote. Ninaelewa hata kwa nguruwe, unaweza kuwa unatembea uliza baba mdhoni, unanuka hata huku. Hata wakati nilikuwa nazo, lazima uchange nguo. Huyu kijana na hiyo uchafu yote, Mungu wetu angalii na huku nje. Rikarabozika. Angalii makaratasi, na si mbaya kusoma, nimesoma hata mimi. Lakini akikupenda amekupenda. Wakati ukifika umefika. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo kijana alimwagiwa mafuta mara hiyo. Mafuta ikampeleka kwa mfalme. Ikaenda kuondoa mwenye amenisombe. Ndivyo mafuta inafanya. Jina la Yesu lipewe sifa. Ikampeleka kwa mfalme. Kwa nini? Hivyo alimwagiwa tu, ati akaonekana anakaa kama mwendo wa simu. Ati wakasema unahitaji mtu ambaye anajua kucheza na kona roho safi sunja. Akamdescribe na aletwe. Ni nani? Mafuta inatoa mtu mbali. Tutamani mafuta ya Jehova. Jina la Yesu lipewe sifa. Inatoa mtu kwa simo na mavumbini, inakufanya kuwa mfalme. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Kwa hivyo kukasemekana sio mwingine, mafuta imefanya sasa nyota isaine. Imefungulia nyota mlango, inafungulia nyota milango, inafungulia nyota milango. Rimama yando. Mtu apokee hiyo milango. Jina la Yesu lipewe sifa. Kijana akaenda na kinanda yake. God is good. Sasa mwenda wa simu akindemonstrate huko, naye anasema sina mdomo, ni kucheza tu Ruben siukalie kidogo. God is good. God is good. He is good to me. Kaine mwega.
Ngai ni mwega kwako. Kwina hinya muneine. Tunyamaze tusikie kinanda sasa. Nyamaza. Anafika mahali akicheza anasema, "Oh shetani yana." Unafikiri shetani gani? Mwenye kwa soul. Shetani yana mamlaka tena. Shetani yana mamlaka tena. Shetani yana mamlaka asifiwe Mwokozi. Kijana Daudi mdogo akacheza akiwa ndani ya roho. Sikucheza hivyo. Tenji uko na talent. Anga experience ulicheza wapi ukacheza wapi? Ni roho. Yes, jina la Yesu lipewe sifa. Yes, ulifunzwa ulienda shule, lakini hapa tukifika ni kukemea hiyo magoroki. Tunakianga ndani ya roho, ndani ya roho. Jina la Yesu lipewe sifa. Tunaona ya kwamba anacheza mpaka hivyo spirit sinaye. Haya. Sikaenda. Akarudi nyumbani. So alikuwa naenda, anarudi nyumbani. Anaenda, hiyo ni hatua ya kwanza kutoka kwa kichaka. Kwanza direct kwa mfarume, aki mafuta ni ya maana. Jina la Yesu lipewe sifa. Ninaomba nyota zenye zimefunikwa hapa leo simwagiwe mafuta na Jehova. Jina la Yesu lipewe sifa. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasema tupokee mafuta. Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye mafuta. Akacheza akilundi, akacheza akilundi. Kumbuka huyu akitumwa huko alikuwa kingine sasa kenye kinafanya mafuta na nyota iendelee. Hakuwa anaacha kondoo bila mtu. Wengi hapa tunapoingia kwa area fulani, tuitwa mahali fulani, tunaachanga ofisi empty. Yes, tunaacha ofisi ikiwa empty. So ikiwa kuna area utaitwa na unajua kwamba wewe ni mwalimu wa Sunday school, lazima uache mtu wako sikiri. Guard the oil. Jina la Yesu. Nikumbuka mama Nyawe aliambiwa hivyo one time, to guard the oil. Jina la Yesu lipewe sifa. Tunamuona sasa anaenda akirudi, lakini siku yenye anaenda kucheza anaacha mtu na kondoo. Unaachanga na nani? Ikiwa wewe ni mwanamke unaenda siku kama 5-4, unaacha mume wako na nani? Huri bayando. Lazima tuangalie, lazima tungandi nyota. Jina la Yesu lipewe sifa. Lazima tungandi mafuta. Basi tunasikia nini? Jehova kinena nasi tena kwamba sasa mafuta inaanza kukaribia, inaenda kusaini. So siku moja Jesse hakukawa na vita. Wana wa Israeli na Saul wakawa wanapigana na Afilisti. Na kukawa kulitokea mtu sunja mkubwa giant anaitwa Goliath wa upande wa Filisti, na alikuwa na wadhurete ni wana wa Israeli na maneno mambaya, na walikuwa wakae 40 days akineno mambaya wakiambiwa muwezi toke mtu mmoja atokee tu mmoja apigane na mimi, mkitushinda sisi tutakuwa slave yenu na sisi the other way round. Basi kawa hivyo for many days. Kijana tena kwa sababu ya nyota yenye kona mafuta, this time akatumwa kwa vita. Raboseke. Unjue sasa ni anaendelea tu kusongea kwa mafuta. Ili nyota yake ianze kufanya kazi. Na wengi wetu hapa tunapoletewa vita,
Tunapoingia kwenye kuna vita, tunaanza kusema ya kwamba ate Mungu anatutesa, yeye anatufanyia. Kuna vita tungine tunaletwa ili tuweze kutestiwa kenye tumepokea. Jina la sio kama kuna mtu anaelewa kenye nimesema hapo. Tuingine tunaletwa hapa na pale, na unajikuta uko katikati ya hizo vita. Unajikuta labda ni wewe unapigwa, ili Mungu afanye hiyo nyota yako isaini, na inakuwa test. So akatuma apelekee ndugu zake chakula na lete report ameona nini. Maana Yesu mwenyewe alikuwa anajua kuna vita, na amepeana vijana wangapi kwenda kupigana vita. Alienda akakuta sasa Muifilisti huyu Goliathi ako climax kwa tusi wana wa Israeli. Naomba tusimame kidogo hapo sitaki upitwe na pale kidogo tu, ikiwa uko na uwezo wa kusimama. Wanawaambia kila maneno mabaya kuwaweka chini. Daudi akakaribia, maana sasa mafuta imeanza kufanya kazi. Anaoga hata ikiwa alikuwa akichaka already ameanza kufanya kazi, mafuta imeanza kufanya kazi. Akaangalia ate ni nini, anasema nini, akauliza ate ni nini inaendelea huku. Sasa ni mafuta inamsumbua, kumbe mafuta huwezi ukaifunika. Jina la Yesu lipewe. Ate ni nini inaendelea, ni nini, akaelezewa. Na kuli akielezewa, Goliathi ndiye huyu anapasa sauti. Yes, maneno mambaya, maneno ya kuwaweka chini. Alafu akaonwa na ndugu yake mmoja, akamuuliza, wewe unafanya nini huku? Unaona vile tunatiriti watoto wetu, tafadhali tuangalie vile tunaweka watoto wetu. Hivyo kile utalinda ni yao, kila mmoja wa wale ambao watakuwa na waona atakuwa na waita hivyo. Akamdharau, tunakunjua, ulikuja na malingo yako bakubia mwerendo na nungangondu. Yes, yote yale alimwaga yote, lakini nakwambia juu ya mafuta alipenya. Mafuta ndivyo inatufanya. Unasikia Mkikuyu akisema na kwa song ya namba 8 ya kiroho, ndogathikiririe ndeto cia andu. Anakaribia tu ndoga kwa mtihani yake, ndogathikiririe ndeto cia andu. Na goko no marakwira ndungibota wezi. Hiyo ni yao. Mimi mafuta lazima inisongeze mpaka nifike wapi? To my destiny. Jina la Yesu lipewe sifa. Ndiye hakuna kusikiza watu, pigia Yesu makofi. Wacha niwaambie, hizi nyota zenu zimefunikwa na watu sana. Ni kumadhikagiriria. Wakiongea unafunga, unamwambia na kimoyo, hiyo ni yako. Wewe unaendelea na kusonga. Hivyo ndivyo mafuta inafanya. Lakini kumbuka kuna kungandi, kwena kumenyerera. Jina moja ni ya watu. We are on the race. Moja ni ya watu, kunao wametusingira upande na wa upande. Wengine ni wako to discourage. Kama huyu ndugu yake nani? Daudi. Kisa akasema hapana, mimi naweza kupigana na huyu. Akapelekwa kwa Saul, ule mfalme sasa the original. Akamwangalia kakijana, akamdharau. Unajua ni kwa nini? Hata baba yake alikuwa amemfanya hivyo. Naomba wale ambao tuko na watoto, tafadhali wacha kulaani mtoto. Wacha kumuita wewe ng'ombe, wewe ni bure. Maana atapepa yoro. Hata ikiwa na nyota. Ona mara nyingi sana Daudi alikuwa anakemewa na kila mtu. Maana ilikuwa hivyo kutoka kwa kichaka. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo akadharauliwa, akajaribu, akapewa nguo za mfalme, akashindwa na kuvaa. Ingine mbaya saini ni kwamba nyota yako ikianza kuinuka, lazima uwe yourself. Ndoka imitate mundu. Usikope mtu. Be yourself. Ikaroguo hana. Mungu atakutumia venye uko. Usiangalie mwenzako ati umeolewa unashindanga kuangalia kwa neighbor wako na TV yetu ni ndogo. Hiyo ni nini? Utakaa nayo mpaka ifike wakati wake. Ati muthuri kurunda gekara nundu TV nini tondo gitene gitureku anga nini, maana uliingia tu kwa neighbor ama ukaona mlango ikiwa imefunguliwa kwa sanga. Nyumba ndiye akagwa na wakine. Pigia Yesu makofi. Be yourself. Alivaliswa nguo akasema kuthie ndo ungivota. Wale ambao wamevaa nguo za wenyewe leo
waivue, waondoe. Be yourself. Mafuta enough itakupigania, itakutetea. Bora iwe clean, bora mafuta iwe safi. Jina la Yesu lipewe sifa. So akasonga, akasema mimi ninajua kupigana na kile Jehova alinipe, tumawe na kile kingine. Sasa moja kwa moja Goliath na yeye huyu anakuja na jina la Yesu. Na yeye huyu mwingine ni matusi, penye akona nguvu, penye akona experience, atawekwa chini na mafuta. Mara hiyo wakiruhusiana maneno, akasema you come to me with the sword and javelin, and I come to you in the name of the Father. Chua chini, pigia Yesu makofi, maana tanjiwe yenyewe iko na mafuta. Uri babu yana, nasema hivyo ndivyo itatendeka. Jina la Yesu lipewe sifa. Na hiyo ikawa wazi, iko hivyo. So tuketi kidogo, chapter 16 namalizia pale. Sitaweza kusoma, nilikuwa nashikanisha. Hii yenye tumesoma sasa ni hapo. Tumemalizana hiyo story mpaka tukafika hapo. Daudi si ndiye huyo? Ni nani ameua? Ni mafuta ya ule wa kwanza ama ni huyu mdogo? Ni kwa nini huyu hakuua? Na yeye ndiye alikuwa na experience. Alichafua mafuta. Hakuweza kungandi mafuta. Hakuweza kutunza mafuta. Ni nini ilifanya mafuta yachafuke? Disobedient. Kuaga kuadhika. Kuaga. Kuna watu wamepelekwa hatua moja na Mungu. Hivyo tumepanda kidogo unaletewa mtihani. Sijui uliletewa gani? Sijui kama ulipita. Ukiona ulisimama ni kumaanisha haukupita. Ukiona hakuna kupanda kuna area haukupita. So tunaona sasa huyu mzee Saulo ako na mafuta ni sawa. Hata sijui kama anajielewa kwamba yake iliondoka. Na huyu naye ako nayo fresh, very fresh. So siku moja tunaona wanawake ndiye hawa. Wanawake wanafurahia wakiona ushindi. Na ikajulikana sasa ni Daudi ameua nani? Saulo na jeshi lake walishindwa. Walikuwa hata na woga. Huyu mwenye akona fresh anointing hata ikiwa ni mdogo, tunaona yeye ndiye aliua Goliath. Maana anasema alitunza mafuta, hakusikiza watu. Hakundivile mafuta. Hakukumbali kusikia ingine, ila tu ni ili anaambiwa na Roho Mtakatifu afanye. Kwa hivyo tunaona siku moja Saulo akauliza, na huyo kijana ni wa nani? Niambiwe. Akamuita akamwambia kutoka leo hautawahi toka kwangu. So akaishi sasa naye. Hata uone sasa hivyo spirit sinafanyanga mtu akose kukumbuka ule mwingine. Kwa nini? Si alikuwa anaingia kwake kuimba. Na hiyo siku kwa sababu ya nyota kusaini sana mpaka akawa amjui. Na hiyo mwingine kumbuka alikuwa na evil spirit. Akakaa na yeye akampenda na mtoto wake pia akampenda. Wacha nisingirie hiyo. Akiwa kwake sasa before afike kumkaribisha kwake, wakitoka sasa vitani akiwa amepepa kichwa ya Goliath, wanawake si wasifu. Wanawake ni wakusifu of course. Ati Daudi oragete makiri na makiri. Na kesoro tukiri toni. Sikia. Hawa ni viongozi wawili. Wako na the same star ya kuongoza katika level ya ufalme. Walimwagiwa na mafuta na the same prophet. Lakini ni vile huyu ako na experience, huyu hana experience. Lakini tuone tofauti sasa. Ya kwamba wanawake wameanza kuimbia nani? Huyu Daudi. Ati Saulo akasikiza. Wanasema nini? Akasema nini? Utasikia tu. Wanasema nini? Ukumbuki alikuwa anaendelea na kuongoza. Ati wamesema nini? Wanaimba nini? Ati mimi ni tundogo lakini huyu, na ukumbuke ni Goliath anaitwa thousands. So amepatisha juu ya furaha. Kutoka siku ya hiyo yenye alisikia wimbo, akasema wamepakisha nini isipokuwa kumfanya mfalme akawa na wivu. Mimi niko pale sasa ni address wivu kwa dakika chache. Ni nini inatufanya hata ikiwa tunaamini Mungu kutenda mambo makuu na labda tumeanza kufanya, ni nini inaweza kando na mitihani, ni nini inaweza kukufanya usiendelee?
Ni swali sasa. Monja leo kila monja mbaya saindi na akona kila mmoja wetu ni wivu. Nasema ni wivu, sema wivu. Sema ni wivu. Ai mutiranja lidie kamwe na weru. Usiwe na wivu na mimi wewe. Ni wiru. Ate kutoka siku yenye alisikia. Unaona kuna level nyota ya mtu inafika mpaka watu wanaanza kusema. Yes. Sasa kutoka hapo mafuta ikaanza kupigana. Sasa ni mafuta ya huyu mzee inaanza kupiga huyu mwingine. Nilirealize hivi. Tukiwa na Ruben kwa barabara hata nikiwa peke yangu ya kwamba kuna wakati Ruben alikuwa na kangali kale kingine kandogo. Kale tule to taxi kule Nairobi kandogo sio hii. So tukiwa kwa barabara hizi mangali kubwa nakwambia ni karibu mkanyange. Yes, umewahi kuwa kwa ngali either ni matatu, mtu wa bodaboda awe mbele. Unawahi sikia kenye wanasema? Ondoka wewe. Nako kwa barabara kama ni ataendea wapi? Ninasema sasa uangalie ni ratili ya maguta leo. Ni maguta leo. Kumbe mafuta inapigana. Sema sio mimi. Sema sio mimi. Yenye nimepokea si ya kupigana. Jina la Yesu lipewe sifa. Wacha tuone mafuta ikipigana sasa. Na kumudhania. Wivu. Unafikiri nini ninafanya hivyo? Ni wivu. Nasema ni wivu. Siku moja nilikuwa nataka kupandia ngali pale Kimbembe. Nikakuta kuna tukutuk, kuna personal na kuna matatu. So vile tu anakimbilia mtu na ndio nilikuwa naongea na simu, nimekumbuka tu nikaona ni vyema niingie kwa personal. Haikunja maana kulikuwa na a lot of competition. So tukiendelea hivyo tukiwa tumeteremka, by the way driver nimemjua njumini wa barabara, akaanza kuongea mambaya ya tukutuku. Akisema imagine madam atinaniambia mimi imagine madam sasa kama sasa unaongea na simu ungepepwa na hiyo tukutuku inasema ngor. Nini inapigana? Nyota sinapigana. Kuna watu hapa wanapigana. Ni kwa nini? Wivu. Ni kwa nini? Wivu. Ni nini nakufanya upige ule mwingine? Wivu. Naye wivu yenye uko nayo haitakupeleka mbali. Yes. Ati atumia makeina. Na akuwa na wivu mbeleni, maana akuwa na competitor. Yes. Akuwa na mtu ambaye ako kwa level yake, kwa raini yake, kwa kalia yake. Yes. Once there is a competitor, utarealize ya kwamba mmoja wao isipokuwa pewe neema na Mungu atapiga huyu mwingine. Sema sio mimi. Sema sio mimi. Kanisa la Mungu tusio watu wa wivu na vita. Hakuna mtu anaweza kusema amen swali. Kwani mmenjawa na wivu? Mmenjawa na wivu. Ukitaka nyota iendelee, ondoa wivu. Akiimbiwa leo nitaimbiwa kesho. Wacha apigiwe ainuke. Ni wakati tunaona na njia hiyo. Aliusa leo, mimi nitausa saa hizo zingine. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Hiyo ni sign ya maturity. Saa hii kuna watoto wale wangu ninakaanga nao, kuna Nyawe na Joy. Hawa wawili, wewe mama usinisikize, hiyo ni yangu na wao. Ukikaa na wao wawili wapewe kitu na kwambia na wamepewa the same. Nasema wamepewa the same. Utaona kuna mmoja anaangalia ule mwingine na utaona mwingine anachukua ya mwingine. Ni mbegu ya wivu na tunaanza kuingoa leo hata kwa watoto wetu. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Mbegu ya wivu inafanya nyota ifunikwe. Inamaliza nyota. Nikira. Nasema nikira aribabo. Nasema nikira. Tuondoe wivu ili nyota zetu sifike kwa destiny, ili tuweze kutenda makuu. Tuondoe wivu. Akapatwa na ate wamesema nini? Kwanza ni kitu yenye ya kuona na kusikia. Tulienda naye mahali ni aliitwa. Sikuitwa. Sikutambua kutoka siku ya
mkienda tu nyumbani unaona huyu mwenye wivu, maana inakuanga roho ndala kualilia muno, hataki kukuongelezea sana. Hata unaweza kuona ati niko very smart, nikikaa hapa mtu mwenye wivu ananiangalia, na siku yenye niko na kitu sage anajua sio Pastor Tijega, wewe Ruben hiyo nywele uende unyolewe. Na siku yenye amekata vizuri hakuna kumwambia ni smart. Wivu. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Tuondoe wivu. Saul, even though alimwagiwa mafuta, hakuweza kungandi. Mtihani ya kwanza out, kuanguka. Akapewa another chance. Kumbe Mungu wetu nuwa second chance. Ni aheana kama itamerio na mathatu tungivota kwirira. Na tusirudie yale mambo. Na si ati nimekuja kuhukumu yeyote, tafadhali kuleta hukumu kwa yeyote. Sisi sote tumekuja kusoma, maana watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. So napeana maarifa yenye ninapewa na Mungu nipeane. Kwa hivyo ni nini ilifanya Saul asimalize akiwa mfalme na Daudi achukulie wivu? Maana ukisoma hapo chini yenye sitaendelea, alimujaribu na njia mingi kwa sababu ya yes, hata kimba na hiyo kinanda yake anasika mkuke. Akuve nisisikie wanawake wakisema ni yeye alinishinda. Wivu. Tunaondoa wivu leo. Sema ninaondoa wivu leo. Sirudi nyumbani na wivu. Pigia Yesu makofi. Mwenzako akiinuka, jaribu vile utampeleka mbele. Mpeleke mbele. Usimsongeze na laana, usimsongeze na kufunga. Muombe ainuke zaidi, maana baraka zake ni baraka zako. Pigia Yesu makofi. Tuache wivu. Tuache wivu. Wivu ni kila. Wivu ni kila. Inakilo nini? Nyota. Inakilo nini? Vision. Inakilo nyota. Umeua ngapi? Lete kwako sasa. Lete masomo kwako, achana na hao walienda. Ni sisi tuko. Daudi Saul wako wapi? Ako katikati yetu tu. Tukutoka hapo akamjaribu, akamtesti, hakuna anja niseme hiyo yote. Lakini nakwambia alimkimbisha. Umeona kukimbishwa wewe? Na ninajua kuna mtu hapa anakimbishwa na mwenye wivu. Lakini niko na ujumbe kwake nikimalizia nitoke nje nimenese kidogo. Ya kwamba kuna mtu ako na Saul ambaye ameona, mbona ni yeye? Mbona ni yeye? Mbona akiongea mahali kila mtu anamappreciate? Na saa hii huyu mwenye wivu amemkimbisha sana, either na uchawi, either na laana, either na kutafuta njia za kumaliza. Lakini ikiwa Daudi, siri ni kungandi mafuta. Siri ni kungandi mafuta. Kumenyerera maguta, kumenyerera nguo honokio, kungandi mafuta. Hii ndio siri. Watakimbia, wakukimbishe, watachoka. Baka utakapokalia kiti, baka utakaposaini, watu wapokee hiyo neema. Rabo sekete ando. Ndoiga negwe mwathani aroiga. Ogwe negwe mwathani aroiga. Siri ndio gani? Wewe, mimi ni mhubiri, wewe ni mhubiri kama mimi. Kwa nini tupigane makanisa? Kwa nini wahubiri tupigane? Kwa nini tulimwagiwa mafuta ya uchungaji? Kwa nini tupigane? Mfalme akiwa juu mbinguni anaona nini? Nakwambia wengine sasa wako na evil spirit. Wako na evil spirit. Na ndio maana unaona mafuta inapiga. Tunastahili kukaa pamoja wapendwa. Jina la Yesu lipewe sifa. Ni kwa nini hauwezi ukaenda kwa ule mwingine na yeye hawezi akaenda kwako? Wivu. Wivu inafunika nyota. Wivu inamaliza nyota. Jina la Yesu lipewe sifa. Maana tunamalizia Saul kuona alimkimbisha juu ya wivu, akamletea mitego mingi, hakumfikia, mwisho akakufa. Wakati alikufa, Daudi akakalia kiti kwa sababu alirealize alikuwa anajua kupigana ni sawa, lakini angegusa tu. Usiwahi jaribu tafadhali kugusa, kunena mambaya na juu ya mwenye kumwagiwa mafuta na Mungu. Ukitaka kuisha, uanze kukimbishana na yeye. Waanze kunena mambaya na yeye. Wacha kumweka chini. Ukitaka nyota yako isaini,
Hata ukipigana anje unamkaa kando. Unakaa kando. Wewe hata ukiona anafanya nini wewe kaka, ataulizwa na mwenye alimwambia enda, mwenye aliyemtuma. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Tumemaliza wangapi? And by the way, bila kuogopa, usiwe hata mkitaka kunipiga mnipige, mimi sina shinda. Alimwagiwa mafuta na Mungu. Tunajua hivyo ama tujui? Wewe sema ili utasema, lakini yeye ndiye alichaguliwa. Wewe uko na mdomo wa kushinda, ukiongea mambo yako unamaliza nyota yako. Si yake. Utasema mwaka si anaendelea. Si anaendelea. Kila mtu atunze mafuta yake. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa area yenye iko ndio itakufanya usaini. Siri ni kutunza mafuta. Siri ni yate, ukiletewa mitihani unahakikisha umepita. Na ikiwa kuna kurundia, unaomba neema ya kupita tena. Jina la Yesu lipewe sifa. Nina conclude by saying ya kwamba tumefunzwa siku ya leo. Naomba tusimame nimalize sasa. Time iko sawa. Na summarize na kusema nini? Ya kwamba tumefunzwa leo machache. Ya muhimu sana ni kwamba tunaweza tukawa tuko na nyota zinafanana. Labda mmoja kama mimi nilianza kuhubiri kitambo, kandevi ndikatoke na huko. Tunakape nafasi. Tuitikirie iheo ikure, tutikorage ihe. Yes, ukiona mke wako, rafiki yako kuna kakitu anafanya, usikaue juu ya wivu. Usikaue. Ukiona mtoto huyu kama huyu wangu, kuna kakitu anakunja hapa naona, akona macho ya kuona na mimi sina. Songa kabisa, huyu ni mwili wa Kristo. Hallelujah. Na nampe nafasi ya kuona. Si ate akiona Sunday niliona kila mtu anasema yes Ruben. Siku hiyo nyingine hakuna kumpe, anaketi chini miezi ngapi? Macho yise kwa nini? The gift and the calling of God are irrevocable. Hakuna hairudi kule. They are preserved. Sinakasi kiwa sa mtu. So unangangana na mtu bule. Wacha wivu. Wivu ni kila. Nasema wivu ni kila. Umeua wangapi? Labda ulianza na yako. Ukikimbizana na Daudi. Na Daudi atakutorokea. Ukiona mtu akikutorokea, lazima uwe na wivu. Leo Matthew 15:13 inasema nini? Mbegu yenye haija bado na baba kama hiyo ya wivu itang'olewa. Soma vizuri. Matthew 15:13. Mbegu any plant yenye injabadwa na baba itang'ole. Kumbali hiyo ya wivu ing'olewe leo. Yes, tena uitishe mafuta tena. Uge nengwenda maguta lenge nengwenda ihuti ya kere. Utasaini na utafika kwa destiny yako. Jina la Yesu lipewe sifa. Hao wengine akina Daudi nirundi kwenu. Daudi, wacha niwaambie wale wako kama Daudi wanakimbizwa saa hii. Hata ukikimbia anje, usikimbishane na mtu. Guard the oil, utafika kwa destiny yako. Encourage yourself. Lakini usifike mahali ufanye revenge. Kuleheria ni kuangai. Wale ambaye tuko na wivu tafadhali. Maana fulani akianza hii, labda watu wanampenda, yake inapiki. Rudi upande wake, umweke njeki. Aendelee. Unaona akisaini, utamfuata labda utampita. Lakini ikiwa utakuwa na wivu, utakaa mahali pamoja, nyota yako itakufa. Tukifika hapa basi tunajiita mkutano. Wewe na mimi, unajua hata mimi niko na story yangu. Kila mtu sasa anaangalia mimi. Saa hii Kabiro kangeletwa. Niko upande wa Daudi ama niko upande wa Saul? The wages of sin is musara wa mehia nigekuo. So utaendelea kuua na wivu. Mwisho ni nini? Either uwe vision ama ukufe wewe. Kwa Saul ni kukufa. Sijui yako ni gani? Mungu ndiye anaangalia. Mimi siko hapo ati niseme mkufe, hapana. Mungu ndiye ananjanje. Unajiita mkutano, unasikia hiyo imepitishwa. Unajiita mkutano, ni ndio igitumagogie na wiru. Kuna mahali ulichafua maguta.
Kuna mahali mafuta haikungani, haikuongozi. Kuna mahali mafuta iliondoka. Kwa wale ambaye mafuta imeondoka, basi ningependa tuimbe hivi. Na kwa wale ambaye wanakimbizwa na akina Soro ama wale wako na wivu, wavumilie, kuna siku watakalia hiyo kiti. Kuna siku nyota yao itasaini. Na iko mbali, at appointed time of God will make you what? Isaiah 60:22. Ngai agatuma maundu mothe makinyanire. Mahina makinya Ngai ni agatuma maundu mothe magirire. Na gutire kindu mundu kanundu kamugiria okia kurathime. Wacha wivu. Wale ambaye sasa tuko pale, tuko na mafuta mbaya, tulijichanganya, tulianguka mitiani, tukapatwa na wivu, tuko pale mikebe mitupu, basi tutaomba na wao pamoja na wale wengine. Hata kina Daudi wanahitaji mafuta. Mafuta si ya siku moja, not one touch. Tunaendelea tukitisa mafuta. Neema ya kuendelea. Nipe mafuta Roho wako Mtakatifu. Nipe mafuta Bwana. Nipe mafuta Roho wako Mtakatifu. Mwalimu na mfariji. Unasikia mafuta ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Niongoze katika safari, nishike mkono Bwana. Nipe mafuta Roho wako Mtakatifu. Mwalimu na mfariji. Niongoze katika safari, nishike mkono Bwana. Nipe mafuta Roho wako Mtakatifu. Mwalimu na mfariji. Jehova, jite mkutano, uko na mafuta ama hauna? Ukiona ukichoka sana, hauna, labda imepungua. Iko lakini imepungua. Maana hata tukitaka kukula chakula, hatukuli na mafuta ya njano, tunachukua mafuta ingi. So tunahitaji mafuta kila siku. Unaitisha mafuta, ndiye Roho Mtakatifu wa Mungu akunjaze kila siku. Maana ni msaidizi, akusaidie ili uweze kutenda makuu, ili uweze kusaini. Wale hawana, walijichafua kwa sababu ya wivu, omba Mungu akusamee, ambia Mungu akusamee, ulipenti na usiinulie tena. Tena simama na maandiko ya Matthew 15:13. Mbegu yenye haijapandwa na baba itang'olewa, na sio siku ingine, ni leo. Hiyo mbegu ing'olewe, mbegu ya wivu ing'olewe, mbegu ya wivu ing'olewe, ing'oe ndani yako, ing'olewe ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Sijui iko kwa grupu gani yote ile na unataka maombi, inua mkono wako juu. Maana kunao wanahitaji mafuta ya kuendelea. Huyu mwingine ni kwamba hii mbegu iende, anjaswa mafuta na Mungu. Mfalme mkuu, ninakutukuza, ninakuinua. Mwenye nguvu zote ni wewe Kristo. Umeinuliwa Baba wa mbinguni, umeinuliwa mwenye hekima zote, umeinuliwa muweza yote. Mungu wangu, tumejua siri leo ya kwamba wivu ni kila, inakiru nyota. Simekiru nyota zetu, simekiru nyota za wale ambao wanaendelea na kusaini. So wengi wetu we've become killers. We've killed ministers. We've killed many people. We've killed the ministers of God. We've killed visions za watu. Tusamee mwana wa Mungu. Yesu tusamee. Samea wanaume Baba, samea wanawake Yesu, so samea wazazi wenye waliua visions, nyota za watoto wao.
wale waliwafunika kwa kichaka, wasamehe Baba, tumewasamehe Baba, tumewasamehe wale ambaye tunakimbizwa na kina Saul. Twaomba mafuta ya kuendelea na utufiche, tupe neema ya kungandi mafuta, tusaidie kukosa kulivenge, tusaidie kuwapenda katika jina la Yesu Kristo. Na wale ambaye wako na wivu kama Saul, kupitia kwa maandiko ya Matthew 15:13, maana hii si mbegu yako, kwa mamlaka ulionipa kwa Matthew 18:18, ninang'oa hiyo mbegu, nang'oa hiyo mbegu. Mbegu ya wivu itoke ndani yetu, mbegu ya wivu itoke ndani yenu, mbegu ya wivu itoke kwa marriage, mbegu ya wivu itoke kwa majirani, mbegu ya wivu itoke kwa sisters and brother, mbegu ya wivu itoke kwa marriage, mbegu ya wivu itoke kwa businesses, mbegu ya Mungu itoke kwa kanisa la Mungu, mbegu yenye si ya Mungu itoke ndani ya kanisa la Mungu, itoke ndani ya mwili wa Kristo. Mbegu yenye sio ya Mungu ing'oke, ing'oke. I uproot it now. Mbegu yenye si ya Mungu, mbegu yenye si ya Mungu, na ndiyo wivu iondoke, ing'oke ndani yetu, ing'oke ndani yetu. Tuomba ukatupe roho safi, roho safi Baba, tunjase upya, tunjase Roho Mtakatifu wa Mungu, tunjase Roho Mtakatifu wa Mungu, tunjase Roho Mtakatifu wa Mungu, roho ambaye ni wa ukweli, roho safi wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Na roho ambaye yenye inatuongoza mpaka inafika mahali tunakaa sio sisi, watu hatuelewi, wenye wako na roho kama ya Saul, at times wanakaa kama wendo wa simu. I rebuke the spirit, you evil spirit, toka ndani ya huyo nana, toka ndani ya huyu mzee, toka ndani ya hii kazi, toka ndani ya kanisa, toka kwa the body of Christ, toka kwa hiyo marriage, toka kwa hiyo kazi, toka kwa individuals. Come out now. I rebuke you evil spirit. Toka ndani yao, urudi kusimu, ungonje siku ya judgment. I warn you spirit, never to come back to them. In the mighty name of Jesus Christ. Pokeeni Roho Mtakatifu wa Mungu. Pokeeni Roho Mtakatifu wa kweli, katika jina la Yesu Kristo. Sema nimepokea Roho Mtakatifu wa kweli. Na mimi ninaachilia neno la kiunamii na neema, muende muexcel, ini mudhereme, enda msaini. Pokeeni neema ya kusaini. Usisahau kungandi mafuta, rida mafuta. Tupokee si zote, tukishangilia tuseme tumepokea, tupigie Yesu makofi. Sema nimepokea, sema nimepokea, sema nimepokea, sema nimepokea. Tuseme wivu mbaye mbaye, mbegu ya wivu mbaye mbaye, sitakuwa na wivu tena. Sema sitakuwa na wivu tena. Nitapenda jirani, nitapenda mke wangu akiendelea, nitapenda mume wangu akiendelea, nitapenda pastor wetu akiendelea, nitapenda kuona yeyote akiinuka hata ikiwa ni juu yangu. Tupokee hiyo neema, tufurahie mwingine akisongeswa mbele, maana vile anaendelea mbele na wewe unaendelea na kusonga. Pokeeni hiyo neema. Shangilia Yesu, sema nimekombolewa, sema nimepokea. In Jesus Christ name, kila mmoja wetu aseme amen. Amen. And I declare it is done, it is yours, it belongs to you. Mupokee na ni yenu. Amen.